Sitajifanya kwamba mimi ni daktari, lakini nina interest kubwa sana na mfumo wa mwili wa mwanadamu jinsi unavyofanya kazi. Moja ya vitu ambavyo ninavifahamu na viko scientifically true, as a matter of fact, ilinibidi nimuulize Dr. Magomere anithibitishie ili nisije nikaingilia anga za watu na kuyumba. Ukweli usiopingika katika ulimwengu wa sayansi ni kwamba mfuko wa mwanamke ambao unabeba mtoto akiwa mjamzito, mfuko huo umejazwa na maji. Maji hayo yanaitwa amniotic fluid. Hii ni maji ambayo yanamzunguka mtoto akiwa tumboni mwa mama yake. Ukiwa tumboni mwa mama, uko ndani ya maji. Na maji maji haya ya amniotic fluid ni ya muhimu sana wakati mwanamke ni mjamzito, kwa sababu maji haya yakipungua au yakikauka kabisa yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto tumboni. Mapafu ya mtoto yanaweza yasikomae. Mtoto anaweza kuzaliwa na ulemavu au upungufu wa viungo, yani mwili hautakamilika katika uumbaji wake. Na kama maji haya yakikosekana kabisa, yanaweza yakapelekea kwenye kifo cha mtoto. Yawezekana ndio maana Waswahili wana msemo unaosema maji ni. Kumbe kuanzia conception ya maisha ya mwanadamu, maji hayaepukiki. Wanasayansi wanatuambia 70 au 75 ya mwili wa mwanadamu au ya uzito ni maji katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo bila maji, kungali tumboni mwa mama, uko kwenye hatari ya kupoteza maisha au kuzaliwa ukiwa hauko sawa. Lakini hata baada ya kuzaliwa, maji ni hitaji kuu la mwanadamu. Bila maji hakuna uhai. Na ngoja nikwambie, hata unaposoma Biblia, nyakati zote ambazo Mungu alitaka kufanya jambo kubwa linalo asilia au linalo wakilisha mianzo mipya, maji yalitumika. Zama za Nuhu, dhambi ikiwa imezidi na Mungu anasema nitaiangamiza dunia, maji yalitumika. Wana wa Israeli baada ya miaka 430 jangwa, watumwa Misri, wanapotoka ilibidi wapite katikati ya maji, kuashiria ya kwamba sasa wanaenda kwenye mianzo mipya. Baada ya miaka 40 ya wana wa Israeli kutangatanga jangwani, wanapokuwa tayari kuingia nchi ya ahadi, maji ya mto Yordani yalipasuka na wana wa Israeli wakaingia Kanaani kupitia maji. Nyakati zote Mungu akitaka kufanya mianzo mipya anatumia maji. Mtoto kabla hajazaliwa, maji yanahusika. Gharika kabla ya kufanyika, maji yanahusika. Watu kutoka utumwani, maji yanahusika. Watu kuingia nchi ya ahadi, maji yanahusika. Mwanamke kabla hajazaa, maji yanapasuka. Hivyo basi naomba nikwambie jioni ya leo, ili utoke kwenye dunia hii ya dhambi na uingie kwenye ufalme wa mbinguni, ni lazima upite kwenye maji. Hayakwepeki. Pastor, sasa una maana gani ni lazima nipite kwenye maji? Sikia Marko sura ya 16 fungu la 16. Biblia inasema aaminie na kubatizwa atafanya nini jamani? Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Asiye amini atahukumiwa.
Na jana tuliongelea hukumu vya kutosha. Maji yana uhusiano mkubwa katika maisha ya mwanadamu hapa duniani, lakini maji yana uhusiano mkubwa na uzima wa milele. Sasa fungu limesema aaminie na kubatizwa ndiye atakaye okoka. Pastor, tuna batizo ngapi? Maana hivi karibuni tumeanza kuona mambo ya ajabu ajabu. Mengine nilitaka niwaambie watu wa media wayapost, lakini yanatia kinyaa hata kuyatazama. Kuna watu siku hizi wanabatizwa kwa kuchapwa viboko. Yani unakwenda kwa kiongozi wa kiroho, anakukadilia, anasema wewe ambaye unavaa jinsi zimechanika chanika, wewe dhambi zako zitakuwa nyingi. Viboko 30. Maana uwezi ukawa na akili timamu uvae jinsi zilizochanika na unanunua jinsi zina viraka. Wewe viboko vingapi? Na unakadiliwa viboko na unanyukwa viboko, halafu mwisho viboko 3 vya mwisho ndo unaambiwa hivyo ni viboko kwa jina la Baba na la Mwana, anamalizia na la Roho Mtakatifu, halafu unaambiwa umebatizwa. Mwingine pale Kongo anabatiza kwa kuchaji fedha. Anakukadilia, anasikia historia yako ya maisha. Ulizaliwa wapi? Nilizaliwa kule kwetu Kigoma. Kule kwetu bibi yetu alikuwa mchawi sana. Huyu dhambi nyingi huyu. Unajishughulisha na nini? Mimi bwana nafanya biashara. Biashara gani? Mimi nauza pombe na sigara. Dr. Magomera alishasema hao roho za mashetani ziko hapo, dhambi nyingi. Alafu anakukadilia kwa wingi wa dhambi zako milioni 5. Milioni 5, tafuta milioni 5, na ukimhesabia milioni 5 ndio anakutamkia umebatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Wengine wanaambiwa tembea juu ya misumari, na hii inatumika sana kule Asia. Wanachukua kibao, kinapigiliwa misumari, zile ncha zinatokeza, ili uonyeshe kabisa kwamba umemkubali Yesu na uko tayari kuumia kwa ajili ya Yesu. Na niliwaambia dini zote nyingine hapa duniani zinakwambia wewe kazi yako ni kumfurahisha Mungu, lakini Ukristo unasema Mungu yuko kwa ajili ya kukufurahisha wewe. Kwa hiyo unaambiwa utembee juu ya kibao ukiwa peku, unakanyaga unaenda, unakanyaga misumari unaenda. Ukifika katikati ukatoka, unaambiwa umeharibu ubatizo wako, lazima uanze moja. Wengine wanaambiwa kuruka kwenye moto. Unawekwa moto mkubwa, halafu unaambiwa utoke huko mbio. Sasa wenye vitambi kama mimi sijui tungefanyaje. Yaani mbingu ingekuwa inaenda kwa kuruka moto, shida ingekuwa ni kubwa. Yaani ingekuwa ubatizo ni kuruka moto. Sasa unaambiwa ukimbie, utoke mbio, ukifika kwenye moto uruke. Ukifanikiwa kuruka upande mmoja mpaka mwingine, inaashiria kwamba dhambi zako hapo katikati zimeteketezwa na moto. Sasa umeingia kwenye utakatifu na umebatizwa. Hii nilishuhudia, maana nilibisha nikapelekwa. Tukiwa tunasoma Bugema pale Kampala, tukaambiwa bwana kuna watu wanabatiza kwa mkojo. Kasema mkojo? How is that possible? Nikabisha nikasema hakuna mwanadamu mwenye akili timamu atakubali kubatizwa kwa mkojo. Wakaniambia wewe unabisha, kila Jumapili kuna watu wanabatizwa kwa mkojo mahali fulani. Tukabebwa mpaka mahali fulani panaitwa Naja Nankumbi. Kuna bonge hasa la hema pale la kanisa. Ikifika muda wa ubatizo, yule baba mchungaji, sijui baba askofu, sijui nani, anatoka huko juu kwenye gorofa, kuna balcony kwenye gorofa, anatembea akiwa anamimina mkojo. Wanaobatizwa wamepiga magoti, nimeona kwa macho yangu, wamepiga magoti chini, midomo ikiwa juu, kila mtu anapambana angalau tone. Na kwa sababu watu wameambiwa kama ukiamini na usibatizwe mbinguni uendi, huwezi kurithi uzima wa milele. Kwa hiyo wanapoambiwa tukubatize kwa kukunywesha mkojo, mtu mzima ana akili, na huyu unakuta ni baba wa familia, ana tai na koti, amepambana, amepiga magoti, mdomo uko juu, anaomba Mungu, leo iwe zamu yangu, mkojo unifikie. Waefeso sura ya 4
fungu la 5. Waefeso sura ya 4 fungu la 5, Biblia inasema Bwana ni mmoja, imani ni moja, ubatizo nao ni nini jamani? Mmoja. Aaminie na kubatizwa ataokolewa. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo nao mmoja. Sasa ubatizo gani ndio ubatizo halisi wa Biblia? Neno ubatizo tumelitohoa kutoka katika neno la Kiyunani liitwalo baptizo. Baptizo ambalo kwa Kiingereza wanaliita baptize. Sisi Kiswahili tunaita ubatizo. Maana ya neno hili ni kutumbukiza, kuzamisha kikamilifu au kuchovya katika maji mengi. Kwa hiyo Myunani akisema baptizo anachomaanisha ni kutumbukiza, kuzamisha kikamilifu au kuchovya katika maji mengi. Mara nyingi neno hili lilitumia wakati wanachovya nguo, kuzibadilisha rangi. Kama ili koti langu lingekuwa jeupe na nataka liwe rangi ya damu hii ya ugoro, hii ndio ugoro au ndo nini? Brown. Nataka nilibadilishe, yanawekwa pale rangi ya ugoro kwenye maji, halafu koti linakuwa linachovya au linatumbukizwa. Na ukimuuliza Myunani unafanya nini, anakuambia ninabatiza koti. Maana ya ubatizo ni kuzamisha, ni kutumbukiza kikamilifu au kuchovya. Walionielewa waseme amina. Na ili ujue ubatizo wa kweli wa Biblia, mfano halisi na mfano wa kweli usiotiliwa shaka ni Yesu Kristo mwenyewe. Swali linaulizwa, Yesu alibatizwaje? Mathayo sura ya 3 fungu la 13 mpaka 17. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe. Tunaendelea. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Fungu la 16, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka wapi? Naye Yesu akisha kubatizwa, mara akapanda kutoka wapi? Naye Yesu akisha kubatizwa, mara akapanda kutoka wapi? Alichapwa viboko, alilipishwa fedha, aliruka moto, alipita chini ya bendera, alikanyaga misumari, alimwagiwa mkojo. Yesu akisha kubatiza alipanda kutoka majini. Na tazama, mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Fungu la 17 nalipenda. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Haleluya. Imani, Mungu ni mmoja, imani ni moja, na ubatizo ni mmoja. Na ubatizo wa kweli, ubatizo wa kibiblia, ubatizo ambao Yesu Kristo mwenyewe alibatizwa akiwa hapa duniani, ni ubatizo wa maji mengi. Huo ndio ubatizo mmoja wa kibiblia. Hizi nyingine zote hazina ushahidi wa kimaandiko. Walionielewa waseme amina. Yohana sura ya 3 fungu la 23, Biblia inasema, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu. Kwa sababu, kwa nini Yohana ameenda kubatizwa huko Ainoni? Kwa sababu kulikuwa na maji. Amesema ni kwa sababu kulikuwa na moto au viboko vya kutosha vilikuwa vinapatikana huko Ainoni. Kinachomfanya Yohana aende kubatiza huko Ainoni ni kwa sababu huko Ainoni kulikuwa na maji
tele. Na Mungu katika mfumo wake, mwanadamu atoke hatua moja aende nyingine, ni lazima maji yahusike. Mtoto hajazaliwa, maji yanapasuka. Israeli hawajatoka utumwani, wanavuka kwenye maji. Israeli hawajaingia Kanaani, wanavuka kwenye maji. Na nimekwambia, ili utoke kwenye dunia ya dhambi, ni lazima ubatizwe, ubatizo wa Biblia, ubatizo wa maji mengi. Haleluya. Sasa pasta, kwa nini maji mengi? What is so special kuhusu maji mengi? Nimeambiwa pasta, punguza Viingereza. Mnisamee jamani. Changamoto tunayoipata ni kwamba haya mahubiri, vitabu vingi tunavyosoma ni vya Kiingereza. Kwa hiyo na sisi tunayatohoa kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili. Kwa hiyo mtusamee, lakini tutajitahidi. Kwa nini maji mengi? Kuna jambo gani hapo kwenye maji mengi? Hivi ni swala la maji tu, au kuna maana kubwa zaidi kuliko maji? Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6, ninasoma fungu la 1 mpaka na la 5. Useme nini basi? Au tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliofia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika nani? Tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Fungu la 5, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, wapendwa, hili sio swala la kidini, sio swala la kisabato, sio swala la mapokeo, sio swala la tamaduni, sio swala la preference kwamba ninaweza nikachagua hivi au hivi, ninaweza nikatumia hii au hii. Tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, tunaongelea kwamba mtu huyu anayebatizwa kwa maji mengi anaitangazia dunia ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu, kwa ajili ya dhambi yangu alikufa, na kama alivyokufa, na mimi ninaingizwa kwenye maji, ninazamishwa kikamilifu, ninatumbukizwa kwenye maji, nikiashiria ya kwamba kuanzia sasa nimempokea Kristo na ninakufa katika maisha ya dhambi. Wewe ulishawahi kuona mtu amekufa akazikwa nusu? Tunakuzika kikamilifu. Maana ubatizo ni mfano wa mauti ya Kristo Yesu. Kama alivyokufa akazikwa kaburini, mimi ninapompokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninaiambia dunia, kuanzia leo dunia hii na mambo yake kwangu mwisho, maisha ya dhambi kwangu mimi mwisho. Na kwa kulidhihirisha hilo, ninaungana na Kristo katika mauti yake. Hivyo basi ninatumbukia kwenye maji, ninazama kwenye maji, ninalala kwenye maji kama aliyekufa. Na fungu linasema hakuishia kaburini, lakini ninapotolewa kwenye maji, ninainuliwa katika upya. Haleluya! Ninainuliwa katika upya wa maisha. Ni zaidi ya maji, wapendwa. Na ndio maana Marko 16:16 akasema ni mpaka uamini
na kubatizwa, maana unakuwa umemkubali Kristo na kafara yake. Unakuwa umekufa na kuzikwa katika maisha ya dhambi, na unapoinuka kutoka kwenye maji, kama Kristo alivyoishinda mauti na kutoka kaburini, na wewe ndivyo unavyokuwa umeshinda maisha ya dhambi na kufufuka katika upya wa uzima. Tunapoongelea ubatizo wa Biblia, tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, sio swala la mapokeo, sio swala la maji tu, ni zaidi ya maji. Ni kifo kwenye maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Wakolosai sura ya 2 fungu la 12, Biblia inasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Mkazikwa pamoja naye, sio katika viboko, sio katika kunyunyiziwa maji, sio katika kulipa fedha. Unaikubali kafara ya Yesu Kristo, unakubali kifo cha Yesu Kristo kilicholeta ondoleo la dhambi. Ni lazima uzikwe pamoja naye kwa njia ya ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Haleluya. Wapendwa, tunapoongelea ubatizo wa Biblia, tunapoongelea ubatizo wa maji mengi, sio swala la maji tu, ni swala la kuambatana na Kristo katika kifo cha maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Wagalatia 3 fungu la 27, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa nani wapendwa? Kristo. Unapomkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unaposhuhudia hadharani na kwenda na kuzikwa katika maji na kufufuka katika upya wa maisha, sio swala la maji tu. Kitendo hicho unakuwa umemvaa Kristo. Na ndio ile Wagalatia 2 na fungu la 20, ndio ile Wagalatia 2 na fungu la 20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni nani wapendwa? Kristo anaishi wapi? Ndani yangu. Haleluya. Miaka ya nyuma kulikuwa na mwanafalsafa mmoja, hiki kisa nimewahi kukitoa, wale ambao mnafuatiliaga mtakuwa mnakifahamu. Mwanafalsafa mmoja kule Rumi alikuwa anaitwa Sani alikuwa ni mwanafalsafa asiyemwamini Mungu, na alikuwa ni lecturer kwenye moja ya vyuo vikuu pale Rome. Sani alikuwa hana mke, na Sani alikuwa ana tatizo moja. Alikuwa anapenda kupita kwenye zile tunazoziita red lights districts. Red lights districts ni mitaa ambayo makahaba wanajiuza. Ilikuwa ni kitu anachokifanya mara kwa mara, na kule kwenye ile mitaa alikuwa ana mtu wake mmoja. Alikuwa harukiruki hapa na pale. Alikuwa na mtu wake mmoja ambaye akienda pale anamuona, wanamalizana vizuri. Sani siku moja akitoka darasani kufundisha, akiwa anaenda nyumbani, akasikia kuna mtu anapiga makelele kwenye moja ya chumba. Akajiuliza, ni lecturer gani huyu ameingia kichaa anaanza kupiga makelele? Alipoingia akakuta watu wamekaa wametulia kama ninyi mlivyokaa mmetulia, na kuna mtu mmoja anahubiri injili ya milele kwenye moja ya madarasa. Yule bwana akahubiri. Sani akamsikiliza kwa makini, na Sani alipomsikiliza, mwishoni mwa mikutano akaambiwa, jamani, na kesho pia jioni tutaendelea. Sani akasema, nitaenda kesho kusikiliza tena. Baada ya vipindi, muda ulipofika, akaingia kwenye ile lecture theater, akamkuta jamaa anahubiri. Sani akamsikiliza kwa makini, akamsikiliza na kuvutiwa, na wanapofunga akaambiwa, kesho jioni tena tutaendelea.
Kesho yake tena Sani kafanya mambo yake mapema kabla hata wengine hawajafika. Sani akaingia kwenye chumba kile, watu wakafika, nyimbo zikaimbwa, maombi yakafanyika, wakasikiliza. Mwishoni mwa somo yule mhubiri akatoa wito. Sani anasema, hata sijui nilinyanyukaje, nilijikuta nimefika pale mbele, nimepiga magoti na nimenyoosha mikono yangu juu, nimempa Yesu Kristo maisha yangu. Sani ilipofika siku ya Jumamosi Sabato, akabatizwa Sani. Jamani, Sani akabatizwa. Baada ya Sani kubatizwa, jioni wakiwa wanapokelewa, wakasomewa Wagalatia 2 fungu la 20. Wakasema, sasa ninyi mmemvaa Kristo, ninyi mmekufa katika maisha ya dhambi na mmezika maisha ya dhambi, mmefufuliwa katika upya wa maisha. Na wakasomewa Wagalatia 2 fungu la 20 ya kwamba ninyi sasa mmesulubiwa pamoja na Kristo, maana mmeungana naye katika mauti yake. Na kuanzia sasa sio ninyi mnaoishi tena, bali ni Kristo anayeishi ndani yenu. Sani akalielewa lile neno. Jioni Sani akiwa ana nguo zake mbichi, ameweka mfukoni, anarudi nyumbani, akitembea akapita kwenye ule mtaa ambao alikuwaga anapita kuonana na yule dada. Na akiwa anapita, yule dada akamuona Sani, na alipomuona Sani akajua ya kwamba Sani amekuja kumtafuta, maana huyu ndio mteja wake mzuri, huyu ndio mteja anayelipa bila shida. Na akaanza kumuita. Dada amemuona Sani, akaanza kumuita, akamwambia Sani. Sani anasema, nikaendelea kutembea. Dada akapaza sauti, akaita mara ya pili, Sani. Sani anasema, nikavuka barabara, nikaendelea kutembea. Dada akapaza sauti, akasema, Sani, ni mimi mtu wako. Sani anasema, nikiendelea kutembea, nikamwambia ya kwamba najua ya kwamba ni wewe, lakini leo unayemuona sio Sani tena, ni Kristo anatawala maisha ya Sani. Ngoja nikwambie, kwenye mikutano hii kuna mtu atampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna mtu atazikwa katika kifo cha dhambi na maisha ya kale. Utakapozikwa na kufufuka katika upya wa maisha, watakutafuta. Mchepuko utakutafuta, utakutext, baby it's me. Kaza mwendo, mwambie kuanzia sasa si mimi tena, ni Kristo anaishi ndani yangu. Wapiga dili chafu watakutafuta, watakwambia mamba kuna mchongo uko nje, njoo tupige tupate pesa. Waambie, wapendwa, wiki iliyopita ilikuwa ni mimi, lakini sasa nimekufa katika maisha ya dhambi na nimefufuliwa katika upya wa maisha. Si mimi tena, ni Kristo anayeishi ndani yangu. Batizo ni zaidi ya maji, kwa sababu ni mfano wa ishara ya kifo katika maisha ya dhambi na upya wa maisha ndani ya Kristo. Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hata imekuwa mtu akimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaambatana naye hata katika kifo cha dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha katika njia ya ubatizo, mtu huyo amekuwa kiumbe kipya. Na fungu linasema, ya kale yanakuwa yamepita na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Wanadamu wataongelea mambo yako ya kale,
Majirani wataongelea tabia zako za kale. Ndugu watakumbuka majanga yako ya kale. Lakini unapompa Yesu maisha yako, unapokufa katika maisha ya dhambi na unafufuliwa katika upya wa maisha, rekodi zako kwenye vitabu za mbinguni zinafutika. Jina lako linaingizwa kwenye kitabu cha uzima. Na ndiyo, majirani watakusengenya, ndugu watakusema, tabia zako mbaya watazikumbuka, lakini Mungu anasema sizikumbuki, maana huyu baraka siye yule wa jana. Huyu ni baraka mpya ndani ya Kristo. Haleluya. Na kesho nitaifundisha hiyo zaidi. Kesho nitaifundisha hiyo ya msamaha kamili kutoka kwa Yesu Kristo. Lakini ninachokuambia ni kwamba leo ukimpa Yesu maisha yako, ukakubali ishara ya kifo katika maisha ya dhambi na kufufuka katika upya wa maisha, hata watu wakisema kiasi gani, mbingu zinachojali ya kwamba wewe umekuwa kiumbe kipya. Mgeukie jirani yako. Mgeukie, mtazame usoni. Mwambie jirani, o jirani, unaweza kuzaliwa upya. Hata kama una ndevu, unaweza kuzaliwa upya. Haleluya. Vigezo vya ubatizo. Mathayo sura ya 28 fungu la 18 mpaka 20. Yesu akaja kwao akasema, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nini jamani? Enendeni. Cha kwanza, mnawafanya kuwa wanafunzi. Baada ya wao kukubali kufanyika kuwa wanafunzi wa Yesu, ndipo mnawabatiza. Walionielewa waseme amina. Habatizwi mtu kabla hajakubali kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na mwanafunzi wa Yesu ni nani? Ni yule anayetembea kama Yesu alivyotembea, anayeongea kama Yesu alivyoongea, anayeishi kama Yesu alivyoishi. Huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu. Yule ambaye anajua ya kwamba hii dunia si kwao, kuna uzima wa milele unamgoja. Yule ambaye ana kiu ya kuwafanya wengine wamjue Yesu, huyo ndiye mwanafunzi wa Yesu. Na huyo akishakubali anabatizwa. Sasa mtu ambaye hajakubali kufanyika mwanafunzi, hajawa tayari kubatizwa. Na nitapiga hatua moja ni kueleze vizuri zaidi hili la kufanyika mwanafunzi. Ukisoma Matendo sura ya 8 fungu la 35 mpaka 38, Biblia inasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko lilo hilo, akamhubiria habari njema za Yesu. Jamani, hii Njombe Net Event tunafanya nini hapa? Hii Njombe Net Event tumekuja kufanya nini hapa? Tumekuja kuhubiri habari zetu wenyewe. Tumekuja kuhubiri habari za mambo tuliyoyasoma wenyewe. Kilichotuleta hapa ni kuhubiri habari njema za Yesu. Filipo tunamuona hapa amefungua neno na anaanza kumhubiria habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye nini jamani? Wakafika mahali penye nini? Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote. Kabla mtu hajabatizwa ni lazima ahubiriwe, afundishwe habari za Yesu na akubali na aamini. Tena sio nusu-nusu, aamini kwa moyo wake wote.
Sasa niwaulize swali. Mtoto mchanga wa miaka 3 unaweza ukamfundisha na kumhubiria akaamini kwa moyo wake wote? Anayebatizwa ni aliyekubali kufanyika mwanafunzi, ni aliyehubiriwa na kufundishwa akaamini kwa moyo wake wote. Filipo anamwambia yule towashi, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Sikiliza towashi anachojibu. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili. Wapi jamani? Wakateremka wote wawili wapi? Mmoja alichovya vidole kwenye kikombe na kukimwaga hivi. Waliteremka wote wawili wapi jamani? Kwa sababu ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi, na swala si maji, swala ni kufa na kuzikwa katika maisha ya dhambi na kufufuliwa katika upya wa maisha. Haleluya. Kwa hiyo lazima ukubali kufanyika mwanafunzi, ni lazima uamini kwa moyo wako wote, ndipo utabatizwa. Sasa kama watoto hawawezi kufundishwa wakaamini, tunawafanya nini watoto? Jibu ni rahisi, tufanye kile alichokifanya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu alifanyaje? Mathayo sura ya 19 fungu la 13 mpaka 15. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, na walioletwa ni watoto wadogo. Ukisoma Biblia lazima uisome kwa makini. Biblia inasema akaletewa watoto wadogo ili awabatize, ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wa nini jamani? Halafu akawabatiza, halafu akawachapa viboko, halafu akatoza wazazi wao fedha. Hapana, walipoletwa Biblia inasema Yesu akaweka mikono yake juu yao. Haleluya. Mtoto mdogo kwa sababu hawezi kufanyika mwanafunzi, hana uwezo wa kiakili, kifikra, kuelewa na kuamini, hatuwezi kumbatiza. Wanapoletwa, sisi tunafanya kile Yesu alichofanya. Tunaweka mikono juu yao, tunawaombea ulinzi na neema, ili siku wakifika umri wa kuweza kufanya maamuzi, siku akifika umri ambao anaweza akajifunza na kuelewa. Na mtoto akifika umri wa kujifunza na kuelewa, anaeleweka. Ndio maana mtihani wa kwanza wa taifa ni darasa la ngapi jamani? Maana yake ni kwamba huyu anaweza akafundishwa na kufanya nini? Ili apimwe. Ili apimwe. Anapofika uwezo wa kuweza kuelewa Yesu ni nani, alifanya nini, mafundisho na imani za msingi za Biblia ni zipi, huyo mtoto akifika level hiyo, ndio tunambatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Walionielewa waseme amina. Mtoto ameelewa, wewe tutakubariki, lakini ukiwa mtu mzima tutakubatiza katika jina la Baba. Na hapa niweke onyo. Kuna watoto wamefika miaka 10, 11, 12, 13, 14, wazazi wao wanawazuia kubatizwa. Hao wana uwezo wa kuelewa. Mtoto akikubali, amesikiliza neno, amelielewa, ameamini, ninakuomba mpendwa, usimzuie kubatizwa. Nikasikia hoja nyingine zinasema, pastor, yale magoli ya uwakili mnayotuwekea yanakuwa makubwa sana. Hiyo si hoja. Kanisa hili liko hapa kwa utume na kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Hiyo ndio ajenda yetu kuu. Haleluya. Mama
mtoto wake amejitoa, alikuwa na umri wa miaka 13. Mama akagoma, pasta, huyu hawezi kubatizwa. Nikaenda kumtembelea mama, shida ni nini? Anasema bado mwanangu ni mdogo sana, miaka 13, bado ni mdogo sana. Nikamwambia mama, huyu anaamini, nimemuuliza anaelewa mafundisho ya Biblia. Akasema pasta, ninakaona bado ni kadogo sana, pasta kaache kwanza. Na kweli tukamwacha yule mtoto. Mwaka unaofuata sio mimi niliyemtafuta mtoto, sio mimi niliyemtafuta mama. Mama ndo alinipigia simu, pasta, naomba uje nyumbani. Ninafika nyumbani, mama analia, amekaa chini kabisa kwenye kapeti. Anasema pasta, binti yangu ni mjamzito. Yule aliyesema ni mdogo hawezi kumpa Yesu maisha yake, na amemzuia asimpe Yesu maisha yake. Sasa mama analia, anasema binti yangu ni mjamzito, nitafanya nini? Kuwa makini. Akiamini, akakubali kuwa mwanafunzi, abatizwe kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Matendo sura ya 2 fungu la 37 na 38. Walipoyasikia haya, Petro amepiga injili. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Haleluya! Ubatizo umeambatanishwa na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo anayebatizwa anafanywa mwanafunzi, anayebatizwa anakuwa ameamini, anayebatizwa anapata ondoleo la dhambi. Walionielewa waseme amina. Wakorintho wa kwanza 12:13. Sio tu ondoleo la dhambi, tumesema ni kufanyika mwanafunzi, kuamini, kupata ondoleo la dhambi. Haishii hapo. Wakorintho wa kwanza 12:13, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulifanya nini jamani? Tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Paulo anasema tunapobatizwa sio tu kwamba tumemwamini Yesu, sio tu kwamba tumefanywa kuwa wanafunzi, sio tu kwamba tumepata ondoleo la dhambi, lakini tunapobatizwa tunaingizwa katika ushirika wa mwili wa Kristo, ambalo ndiyo kanisa lake. Haleluya! Unataka kujiunga na ushirika wa mwili wa Kristo? Hakuna ubaguzi. Biblia imesema hakuna Myahudi wala Myunani, hakuna mtumwa wala aliye bosi, hakuna tajiri au maskini. Amini, ubatizwe, upate ondoleo la dhambi, ufanyike kuwa mwanafunzi, na uingizwe katika umoja wa mwili wa Kristo, yaani kanisa lake. Walionielewa waseme amina. Nimalize na hili, maana muda sasa umekwenda. Nimalize na hili. Je, mtu anaweza kubatizwa tena? Maana kuna mtu ananiambia, mimi pasta, nilibatizwa nikiwa mtoto mchanga, wazazi wangu waliniambia nimebatizwa na picha ninazo pasta, sasa nitabatizwaje tena? Ngoja nikwambie, Biblia iko wazi katika Matendo sura ya 19 fungu la 1 mpaka la 5. Mwingine anasema, pasta, mimi nilibatizwa huo ubatizo wa maji mengi, lakini nilibatizwa huko kwenye madhehebu mengine ya Kikristo. Sasa mimi nawezaje kubatizwa tena wakati tayari nimekwisha batizwa? Ngoja nikwambie, Matendo 19 fungu la 1 mpaka la 5. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Tuendelee fungu la 2. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hii ni sawasawa na mtu aliyebatizwa lakini hajui utunzaji wa Sabato. Hii ni sawasawa ya mtu aliyebatizwa lakini bado anakunywa pombe. Anaulizwa, wewe mlipobatizwa mlipokea? Anasema hatukupokea. Hata habari za utakatifu, utunzaji wa Sabato tulikuwa hatuzijui. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana.
Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Fungu la 5, waliposikia haya wakafanya nini jamani? Waliposikia haya wakafanya nini? Kwa jina la nani? Walikuwa wamekwisha batizwa au hawajabatizwa? Walipopata nuru mpya walibatizwa au hawakubatizwa? Hata kama umewahi kubatizwa, lakini umesikia Roho wa Mungu anasema na wewe na anajifunua na wewe, na kuna mambo ulikuwa huyajui lakini ameyaweka bayana, unaweza kubatizwa tena. Unaweza kubatizwa tena. Jioni ya leo ninauliza, je, yuko mtu kati yetu anayesema huyu Yesu ninampenda, niko tayari kuambatana naye hata kwenye kufa kwenye maisha ya dhambi na kufufuliwa kwenye upya wa maisha? Yuko mtu hapa anayesema ni kweli nilibatizwa, lakini sikuwa vizuri, mambo haya nilikuwa sijayaelewa, lakini leo nimesikia Mungu anasema nami, niko tayari kuacha dunia na mambo yake, niko tayari kufa kwenye maisha ya dhambi, ninataka nimvae Kristo na nifanyike kiumbe kipya. Pastor Singo atakuja hapa kutoa wito, na atakapotoa wito, mtu wa Mungu, isikie sauti ya Mungu, itii sauti ya Mungu. Wewe uliyeko kwenye kituoni ambaye umezisikia kweli za neno la Mungu, Biblia iko wazi, Marko 16:16, ni mpaka uamini na kubatizwa ndio utauona ufalme wa mbinguni. Pastor, karibu.